Dunia bado ina watu ambao wana maono makubwa sana juu ya mustakabali wa leo yetu na kesho yetu, ambayo kimsingi inaanza kuandaliwa leo. Na wanaoiandaa hiyo leo yetu ni wale watu ambao wengine wamepewa mamlaka, lakini wengine hawajapewa mamlaka. Kuna wakati fulani nimewahi kuleta hapa makala moja ambayo of course ilikuwa ni makala nzuri sana. Iliwahi kuandikwa na Comrade Christopher Ngubiagai ambaye kwa sasa ni mkuu wa wilaya ya Ukerewe. Sasa leo Comrade Christopher Ngubiagai ametuletea jambo jingine ambalo nimetamani ninyi pia muwe sehemu ya watu ambao watanufaika na jambo hilo. Ametuletea historia ya Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na mawazo mapya ya vijana kwa mwaka 2026. Nikasema hii ni lazima niweze kushare na nyie ndugu zangu. Anasema historia ya CCM na mawazo mapya ya vijana 2026. Chama cha Mapinduzi CCM kilianzishwa mwaka 1977 baada ya muungano wa TANU Bara na ASP Zanzibar, ikiwa ni mwendelezo wa kuimarisha umoja wa kitaifa uliotokana na muungano wa Tanganyika na Zanzibar baada ya mapinduzi ya mwaka 1964. Kwa Mwalimu Julius Nyerere, dhana ya mapinduzi haikuwa tukio la muda mfupi, bali mchakato endelevu wa kubadilisha jamii kwa kina. Alisisitiza kuwa mapinduzi yana nyanja kuu tano: mapinduzi ya fikra, kubadili mtazamo kutoka utegemezi kwenda kujitegemea; mapinduzi ya kijamii, kujenga usawa na kuondoa matabaka; mapinduzi ya kiuchumi, kupunguza umaskini na kuboresha maslahi ya wananchi; mapinduzi endelevu, kujisahihisha na kuboresha jamii kila wakati; mapinduzi ya maadili, uongozi wa uadilifu na uwajibikaji. Kwa msingi huu, CCM haikupaswa kuwa chama tu cha kushika dola, bali chombo cha kuleta mabadiliko ya kweli katika fikra, maisha na uchumi wa Watanzania. Mapinduzi sio tukio, ni mwenendo wa maisha, anaandika Comrade Christopher Ngubiagai ambaye kwa sasa ni mkuu wa wilaya ya Ukerewe. Mtazamo wa vijana kwa CCM ya leo ni upi? Kadri tunavyoelekea katika miaka ijayo, hasa miaka 50 ijayo, mjadala hauhusu tu historia ya CCM, bali uwezo wake wa kujibadilisha kupitia fikra za kizazi kipya. Vijana wa leo wanaamini kuwa jukumu lao si kushangilia historia, bali kuijenga kesho kutokana na historia. Kizazi hiki kinatafuta uongozi wenye maadili, ushiriki wa kweli katika maamuzi na matokeo ambayo yanaonekana katika maisha yao ya kila siku. Anasema kizazi hiki kinatafuta uongozi wenye maadili, ushiriki wa kweli katika maamuzi na matokeo yanayoonekana katika maisha yao ya kila siku. Wanasisitiza siasa zinazotegemea ushahidi, matumizi ya tafiti, takwimu na tathmini ya sera ya mazoea au mbinu za zamani. Aidha, vijana wanaona maendeleo kama upanuzi wa fursa, hivyo ajira, elimu, mitaji na teknolojia vinapaswa kuwa vipaumbele vinavyowezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika uchumi. Kuhusu maadili, ushiriki na uadilifu, Comrade Christopher Ngubiagai anasema, kwa vijana uadilifu na uwajibikaji si chaguo, bali ni msingi wa uongozi. Wanataka kuona mfumo unaotoa haki na fursa sawa bila upendeleo. Hii inahusiana moja kwa moja na kujenga uaminifu ambao hujengwa kwa muda, lakini unaweza kupotea kwa haraka kutokana na kashfa chache tu. Vilevile, ushiriki wa vijana si jambo la ziada, bali ni hitaji la msingi kwa uhai wa chama. Bila kuwapa nafasi ya kweli, si rahisi kujenga mustakabali imara. Kuhusu siasa za kisasa na tahadhari ya baadaye, Comrade Christopher Ngubiagai anasema, siasa za leo zinahitaji mchanganyiko wa mambo mawili: hisia na matokeo. Vijana wanataka kusikilizwa, kuheshimiwa na kushirikishwa, lakini pia wanahitaji kuona matokeo halisi kama ajira pamoja na kipato. Hata hivyo, kuna hatari kubwa ya kujidhani kuwa ushindi ni wa kudumu. Historia inaonyesha kuwa vyama vingi vilipoteza nguvu si kwa sababu vilishindwa kabisa,
bali kwa sababu vilishindwa kujibadilisha kulingana na mabadiliko ya kizazi. Christopher Comrade Ngubiagai anahitimisha kwa kusema maneno haya: CCM ya miaka ijayo itategemea uwezo wake wa kuendeleza misingi ya mapinduzi huku ikikumbatia mawazo mapya ya vijana. Historia ni mizizi, lakini mustakabali unahitaji ubunifu, ushirikishwaji na matokeo ambayo yanaonekana. Kuwasikiliza vijana si hiari, bali ni wajibu wa kihistoria. Kama historia ni mzizi ya CCM, basi vijana ndiyo maji ya kuifanya iendelee kukua. Anaomba kuwasilisha, akasema Mungu ibariki CCM, Mungu ibariki Tanzania. CDE Christopher Ngubiagai. Maneno haya ambayo yamezungumzwa na Christopher Ngubiagai, mabibi na mabwana, naomba sasa tuyatoe kuwa yanakwenda kwa vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM. Tuyaweke katika uhalisia wa yule mwenye chama, yule ambaye hana chama. Halafu tuyaweke katika maisha yetu ya kawaida. Ni ukweli usiopingika. Vijana wa leo wanataka matokeo. Anaweza spendwe na watu wengi sana, lakini uhalisia ameuzungumza kwamba yani yeye ameshatekeleza jukumu lake la msingi kama kiongozi. La kwanza hilo. Huyu ni ukiachilia mbali kwamba ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, lakini ni kiongozi ambaye anawatumikia wana CCM na wale ambao sio wana CCM. Anawatumikia wale wenye dini na wale ambao hawana dini. Kwa hiyo anayozungumza humo ndani, msisitizo mkubwa sana ni kwamba ni lazima tuondoke kwenye mazoea ambayo tumekuwa nayo, twende kwenye hali halisi iliyopo sasa. Nimefurahishwa sana anapozungumzia, wanapoiongelea CCM ya miaka 50 ijayo. Sasa hivi tunatekeleza dira ya 2050, kwa maana tunatekeleza dira ya miaka 25 ijayo, kwa maana ya 2025 hiyo mpaka 2050. Kwenye dira ya mwaka 2025-2050, haya aliyoyazungumza Comrade Christopher Ngubiagai ndiyo yapo. Kwamba tunajua kundi kubwa sana litakuwa ni la vijana. Tunafahamu kundi kubwa sana litakuwa ni la vijana ambao wanatumia teknolojia. Tunafahamu kundi kubwa sana litakuwa ni la vijana ambao wanapata changamoto za teknolojia. Tunafahamu kundi kubwa sana litakuwa ni la vijana ambao wanahitaji matokeo pindi wanapofanya mambo yao. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.